Sadaka sehemu ya 6. Mtunzi anaitwa Kalmas Konzo. Nambari zake ni 0744 970 447. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo Mzee Madale aliamua kukubaliana na masharti ya mganga kwa sababu alikuwa amechoka kuwa masikini. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 6. Nashukuru sana Dokta. Mzee Madale alikuwa na muaga mganga Sunguruma asubuhi ya siku iliyofuata. Kumbuka sana kufuata masharti ambayo nimekupatia. Tofauti na hapo utakuja kujuta. Mganga Sunguruma aliongeza vile. Sawa Dokta. Nitazingatia sana kila kitu ambacho umeniambia. Lakini kumbuka kwamba ukiharibu mambo basi ni marufuku kabisa kurudi hapa. Nimekuelewa Dokta. Kila kitu kitakwenda sawa sawa. Mara baada ya hapo Bwana Madale aliruhusiwa kuondoka. Mzee Madale aliingia kwenye gari na kisha kuanza safari yake ya kuelekea jijini Kano. Mzee Madale alianza safari huku moyoni akiwa na furaha kubwa sana. Furaha yake ilikuwa imetokana na kukamilika kwa shughuli ambayo ilikuwa imemleta kwa mganga. Mganga Sunguruma alimwambia Mzee Madale kwamba kama atafuata maelekezo na masharti ambayo alikuwa amepewa, basi ndani ya wiki 2 angeanza kuona utajiri ukimiminika katika himaya yake. Alikuwa anafurahia sana Mzee Madale. Mzee Madale alikuwa na kiu kubwa sana ya kuwa bilionea. Alikuwa amekwisha choshwa na maisha yale ya kiufukara. Alikuwa anataka awe tajiri mkubwa na wa kuogopwa Afrika na ikiwezekana hata dunia nzima kwa ujumla. Mzee Madale aliendelea kucheza na usukani wake huku akiwa anabadilisha gia gari ikiwa inazidi kukata mbuga. Siku zilikuwa zinazidi kusonga mbele. Hatimaye miezi 6 ikaweza kukatika. Unajua rafiki yangu, tatizo lako ni muoga sana. Mzee Jonto alizungumza akiwa anamwambia Mzee Madale usiku wa leo walipokuwa katika baa ya Solena Bar wakipata moja moto moja baridi. Mimi sio mwoga rafiki yangu. Tatizo ni kutoyajua haya mambo. Yaani mimi kila siku nilikuwa na kushangaa sana rafiki yangu anavyolalamika kwamba maisha magumu. Mzee Jonto rafiki mkubwa wa Mzee Madale alizungumza vile. Lakini hata wewe mwenyewe ulichelewa sana kunipa habari hizi rafiki yangu. Ni kweli. Lakini mambo haya si ya kumwambia kila mtu unajua. Haya ni mambo mazito ambayo yanahitaji usiri mzito sana kama vile ambavyo wewe mwenyewe unajionea. Mzee Jonto alizungumza vile. Ni kweli kabisa rafiki yangu. Lakini kwa sasa nina furaha kubwa sana katika maisha yangu. Kwa sababu nami nimekuwa ni miongoni kati ya matajiri wanaozungumzwa sana na watu hapa mjini. Na utakuwa ni mara 100 zaidi ya hapo kama utafuata na kuyazingatia maelekezo na masharti ya mganga Sunguruma. Namwamini sana yule mganga mimi. Nitafurahi sana ndugu yangu. Ninataka kuwa miongoni kati ya watu wenye nguvu katika dunia. Maisha ndo haya rafiki yangu. Maisha ni mafupi sana, kwa hivyo inatupasa kuyaishi kwa kiwango cha juu sana. Mzee Jonto alikuwa anazidi kuzungumza. Aliongea huku akiwa anapiga funda la bia na kisha kukunja uso wake akiusikilizia ukali wa bia ile. Ni kweli kabisa ndugu yangu. Raha inapaswa kujipa mwenyewe. Sasa tunatakiwa kula maisha kwa sana. Kabisa yani. Kabisa. Macho ya Mzee Jonto yalimng'aza mwanamke mmoja mrembo ambaye alikuwa ameketi peke yake katika meza akijipatia kinywaji. Moyo wa Mzee Jonto ulipiga kwa kishindo. Alikuwa amevutiwa sana na mwanamke yule. Alikuwa amemtamani na alikuwa anahitaji kuwa naye kimahaba. Vipi rafiki yangu? Mzee Madale aliuliza. Unakiona kifaa kile pale? Utakufa mzee mwenzangu. Maisha ndo haya rafiki yangu. Yana watoto wazuri kama hawa ni halali yetu kabisa. Haya bwana. Mimi mambo hayo usipo kabisa huko. Mimi nina familia. Wewe bachelor ndo maana ndo mambo yako hayo. Sasa ngoja mimi niwahi nikamalizane na yule mrembo. Poa bwana. Ngoja mimi niendelee kuburudika na vinywaji hapa. Mzee Madale alizungumza vile. Mzee Jonto alisimama na kwenda kuketi katika meza ya yule binti. Mambo vipi mrembo? Mzee Jonto alimsabahi yule mrembo. Safi, sijui wewe. Mrembo naye alimsabahi Mzee Jonto vile vile. Mimi niko safi kabisa. Kwanza kabisa naomba kuuliza kama niko huru kuketi hapa au kuna mtu na miadi naye.
Mzee Jonto alizungumza vile. Uko huru kabisa, wala usijali. Wewe starehe tu. Mwanamke yule alizungumza vile. Asante sana. Nina furaha kubwa sana ya kukutana na wewe. Najiona ni mwanaume mwenye bahati sana kuliko wanaume wote hapa duniani. Kwa nini unasema hivyo mzee? Huyu mwanamke mrembo na mzuri sana. Ni bahati na fahari kubwa sana kwa mwanamke kukuona na kuisikia sauti yako nyororo. Mzee Jonto alikuwa ameshaanza kurusha nyavu zake. Wanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa mzee. Mwanamke yule alizungumza akiwa na tabasamu kutokana na sifa zile zilizokuwa anapatiwa. Jamini maneno yangu mrembo. Jamini hivyo. Asante sana. Mwanamke yule alizungumza. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.